Sports na wakati unakuwa nami Wanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo yote ya kimichezo ambayo kwa hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi kuelekea katika mchezo wa kesho, dabi ya Kariakoo. Makocha wa timu zote mbili kila mmoja amezungumzia namna ambavyo hali ya kikosi chake kilivyo. Kesho usiku Yanga anawakaribisha Simba katika dimba la New Amani Complex. Unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Mbele yangu hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Side Champion ama Saidi Champion. Tunaenda kuyazungumza mengi, namna ambavyo anavyokitazama kikosi cha Simba, lakini pia kikosi cha Young Africans. Unaenda kuwa mchezo mwepesi kiasi gani ama mgumu kiasi gani kwa walimu, kwa maana ya mbinu? Nilifurahi ulivyotaja Amani Stadium, wenyewe wanaita Lupaso Guantanamo Bay. Ndio maana nilifurahi sana bana. Actually ni dabi ngumu, lakini itakuwa nzuri katika timu zote mbili. By the way, walimu watakuwa wao wanajipanga katika kimbinu zaidi. Ukiangalia Yanga jinsi inavyo flow, inatishia, inaonyesha ni wanaweza kutengeneza nafasi za kutosha na kufanya yawe magoli. Katika position ya ulinzi Yanga hitaji maelezo, ina watu wazoefu, ina watu wenye kuweza kucheza mpira kwa ustadi wa hali ya juu. Tumeona tokio walivyotoka timu ya taifa ule ukuta mpaka wanaendelea mpaka sasa, ndo katika timu chache ziloruhusu magoli na Young Africans imo. Katika timu ambayo ile calculate magoli mengi na Young Africa imo. Kuipeleka Zanzibar walikuwa na maana kubwa ya kwenda kuimaliza Simba moja kwa moja. Wanaijua Guantanamo Bay, wanaijua Amani Stadium, pia wanajua namna gani tukienda Zanzibar tunaweza kuimaliza mechi yetu. So kwa Yanga bado atakuwa ni favorites katika matokeo, na kuonekana bado yeye ndio ana kila sababu ya kwenda kuimaliza mechi na kumfanya Simba ashike adabu yake. Lakini tusisahau Simba kwa usajili uliofanya katika dirisha hili dogo. Walizingatia mahitaji, maingizo katika klabu yao na kuangalia timu itaflow vipi. Changamoto iliyokuwepo ni muunganiko wa klabu nzima. Hapo ndo maana nikasema mechi itakuwa ya kiufundi. Kwa mwalimu ataangalia ni namna gani atakwenda kuiapproach game. Vipi awazuie Yanga wanavyokuwa wanashambulia na kutengeneza nafasi, ni vipi waweze kuimaliza Yanga Afrika kwa kuifunga na kuimaliza mechi kabisa. Side, baada ya kutambulishwa kwa muamuzi, inaonekana tayari watu washaanza kumpelekea pressure Nasoro Mwinchui. Kwa namna ambavyo unavyotazama, jicho lako, muamuzi anatosha kama ambavyo walivyofikiri shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania, na kauli ambayo ameitoa rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini kwetu Tanzania, kana kwamba muamuzi akibolonga katika mchezo ataenda kufukuliwa mashtaka? Kama mzazi na mlezi ni lazima ukemee vitu kama hivyo ambavyo vya kipuuzi vinavyoenda kufanya kuchafua taswira nzima ya mpira wa Tanzania, na ndio maana anakuwa anakemea na anazungumza kwa ukali. Lakini tukirudi nyuma, hawa waamuzi wanapewa stake zao za kutosha ili kwenda kufanya maamuzi yao kiprofessional kama walivyofundishwa na walivyosomea hizo sheria 17 za mpira. Hilo ni jambo jingine, lakini kwa uweledi na wakazi kama referee, nafikiri kusimamia sheria. Changamoto iliyokuwepo ni yale makosa ya kibinadamu. Shida tunayoendea ni kwamba ni makosa ya kibinadamu ambayo yanatawala sana kuliko makosa ya kimaamuzi. Hii ndio changamoto, na ndio maana shutuma zinaenda direct kwa waamuzi. Cha kufanya ni kuangalia ni namna gani unaenda kuichezesha mechi, pressure yake koje, utaenda kuamua kiasi gani, ni muamuzi mwenyewe. Kwangu sio ni tija kumlaumu direct muamuzi, bali muamuzi alikuwa anatakiwa apewe mazingira rahisi ya kuchezesha mchezo wake kwa uweledi na kufasaha, ili waweze kupata matokeo mazuri klabu zote mbili na zisiweze kunungunika. Yes. Nasoro Mwinchui, unaona akimaliza dakika 90 bila kipengele? Yes. Anatosha vizuri. Tatizo sio changamoto ya waamuzi Tanzania. Tatizo ni waamuzi tunawalea vipi. Kwa sababu ukiachana na kazi ya urefarii, manake kuna maisha mengine baada ya urefarii. Urefarii ni dakika 90. Lakini maisha mengine yanahitaji zaidi ya dakika 90. So tunawalea vipi waamuzi wetu? Tunawafanyaje wao wawe waadilifu katika kazi zao?
tunawa protect vipi? Kiushauri na kimawazo yangu, ingeandaliwa kampuni au taasisi ya marefari ambayo ina organize na marefari tu only, ambao wao ndio watasimamia kandarasi zao kama mikataba, malipo na kadhalika, ili hii kampuni ambayo itakuwa ina uwezo wa kuwajibishwa kwa chochote, kuliko unapokuwa unamwambia mwamuzi akafanya shughuli zake, tutamuita mwisho wa mechi au mechi ikija kisha tumpe posho lake. Yani mwamuzi anakuwa analipwa posho na sio commission ambayo inaweza kumfaa hawezi kuapproach game. Ukimlipa mwamuzi 300,000, maana yake klabu ikija kimpa milioni 5 anahitaji mechi, hawezi kuacha. Ukimlipa 400,000 na mtu anakuja na milioni 10 anataka mechi, haiwezi kuacha. So ni nini ambacho kifanyike kuendea kwa hao waamuzi? Ni kuandalia taasisi au kampuni yao binafsi ambayo inajitegemea na uamuzi, ambayo inaweza ikatoa mafunzo, inaweza ikalipa, inaweza ikafanya kila kitu, ili muamuzi anapokuwa anakosea mechi, taasisi kama taasisi inamwajibisha, au sisi tunajua tukapeleke lawama zetu wapi kwa hawa waamuzi. Simba kesho ataingiaje? Of course kama underdog, yeye atakuwa mtu wa pili tofauti na Yanga. Lakini tusisahau hii ni dabi. Dabi inakuwa ina uwezo wa kutoa kitu chochote wakati wowote. Kwa Simba wao watataka kujitotomua, kuonyesha mabavu yao. Of course wamefungwa mara 6. Wanataka kuonyesha ni kiasi gani sasa tumeprove na tuna watu wa maamuzi katika mechi. Tuiendee mechi kwa utuo na kwa utulivu wa hali ya juu, ili kwenda kumkabili Simba Sports Club na waweze kupata matokeo. Kuikabili Yanga na wapate matokeo. Yes. Ndio. Namna ambavyo unavyotazama mchezo utakuwa na mabao. Of course. Kwa jinsi Yanga na uwezo wa kutengeneza nafasi na kuzitumia, pia na Simba kwa wachezaji talent zilizokuwepo, naamini haiwezi kuwa bila. Yes, naweza kafungana. Tunaambiwa anaumwa, lakini kwa upande wa Simba Jonathan Soa tunaambiwa ni mtovu wa nidhamu. Hii imekaaje? Zinaweza zikawa ni mind game kuelekea katika mchezo wa kesho ama? Kwa Jonathan Soa utovu wa nidhamu sio hapa tu Simba. By the way, hata alivyokuwa Singida alikuwa hivyo, kwa hiyo sitashangani kama ni ukweli au si ukweli. Kwa Pacome Zouzoua nafikiri hata akiwa nje, naona kuna position za watu wengi ambao wanataka kuonyesha nafasi zao kwa Yanga Afrika, kwa sababu wana kila mbadala wa sehemu. Kuna mchezaji mpya amesajiliwa Young African, mwenye rasta ule I think nani sijui, Buba. Yes Buba. Buba yeye amekuja, ameingia, ameonyesha jinsi anavyokimbia na position, anavyo receive pasi na kadhalika. Kwa hiyo wana shauku ya kubwa ya kumuonyesha mwalimu kwamba pengine Pacome hayupo, sisi tuna uwezo wa kufiti katika hizo nafasi. So kwa hilo sioni shaka kwa hata Pacome kukaa nje. Ninafikiri ni muda mzuri wa yeye kupata muda wa kupumzika na kulikava vizuri. Amecheza muda mrefu sana. Jonathan Soa bado hajaonyesha yani kwamba yeye ni bull striker, ni striker type gani, ni striker makini kiasi gani, striker mfungaji kiasi gani ndani ya Simba, kwa sababu bado hajaprove hicho kitu. Na tukizungumzia huo utovu wa nidhamu, especially hayo ni mambo ya kiuongozi, wanaweza wakasimamia. Kuna Selemani Mwalimu, of course unaweza ukamsimamisha Olemba kama force number 9. Unaweza ukamchukua Gueye naye ukamchezesha kama force number. Kwa hiyo una watu wengi sana wa kuweza kubadilisha game ndani ya Simba na Yanga Afrika. Kwa hiyo sioni kama kutakuwa na game mbovu kwa sababu hao watu hawapo, bali nitaona mpira wa kiufundi zaidi katikati ya kiwanja na kuonyesha nani anaweza kumaliza mechi. Mchezaji hatari zaidi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi ni nani? Young Africans wanatakiwa kwa naye makini. Of course kwa sasa huwezi kusema kwa sababu Chama wanamjua, of course hata ile speed yake bado hajachanganya. Kwa Gueye anaonekana ana talent, Olemba, Aula, hawa ni wachezaji ambao wana zile special skills walizokuwa nazo. So kumkaba nani itakuwa issue nyingine, lakini kama wataenda wet team, wataenda katika mkakati, nafikiri haitakuwa haja kumkaba mmoja, bado watakuwa na dominate game nzima na kumkamata Simba na kumfunga. Even those Yanga wao wenyewe wakikubali hawa waonyeshe talenti zao, basi anaweza akawa Olemba hatari, anaweza akawa Aula hatari, anaweza Gueye akawa hatari, au Chama vile vile akawa hatari vile vile. Kwa sababu tunajua namna gani wanavyoenda approach game. Shukrani sana. Asante sana.